Yeah, kama kutakuwa kuna harusi ambazo zimekuwa zikitrend sana katika mitandao ya kijamii Bongo hapa, basi huwezi kuacha kuitaja harusi hii ya Juma Jux JP 2025 ambayo imekuwa kwenye headline kwa kipindi hichi, hasa wiki hii ambayo walikuwa kule Nigeria kwa ajili ya kuweza kutamatisha zile sherehe za mwisho kabisa ambazo zilibidi zifanyike pale Nigeria. Mpaka sasa ni tayari kabisa zimeshapita sherehe zaidi ya 10 ambazo zimefanyika nchini Nigeria, lakini pia nyingine ambazo zimefanyika mwanzoni kabisa hapa Tanzania. Na hii ni kutokana na tamaduni za Nigeria. Wao wana sherehe nyingi, wana White House, wana zile za traditional, wana zile za familia, vitu kibao ambavyo vyote vimekuwa kwa ajili ya kumwaga mtoto wao Prissy ambaye ameolewa na Juma Jux. So tunafahamu pia imekuwa ni surprise kubwa kwa Juma Jux, kitu ambacho alikuwa inawezekana akiwa anakitegemea kwa mara nyingi sana na kwa muda mrefu. That's why katika harusi ya White Wedding aliweza kutoa chozi na sehemu nyingine nyingi ambazo amekuwa akishiriki ndoa na mke wake ameweza kutoa chozi. Jambo hili ni la furaha kweli, hasa kwa upande wa Juma Jux. Lakini moja ya kitu ambacho kimeshika headline sana ni kile ambacho kimetokea kule Nigeria baada ya kuonekana wasanii ambao walikwenda kumsindikiza Juma Jux Nigeria kuinama wakati Juma Jux anakula kiapo kwa mzazi wa Prissy, yani walilala chini. Kitendo hicho ambacho Watanzania wengi wamekichukulia kama ni kitendo cha udhalilishaji, lakini pia ni kitendo cha kunyenyekea watu ambao wana pesa nyingi kuwazidi nyinyi. So maneno yalikuwa ni mengi, lakini Juma Jux anasema nini kuhusiana na hili? Yeye kwa upande wake anasema kuwa walikuwa wanatekeleza traditions law za kule, yani sheria za kitamaduni za kule ambazo zipo. Ni namna tu ya kawaida kwa kule kufanyika, sio kwamba unamsujudia mtu, na unapokuta tamaduni za watu lazima uziheshimu ili pia na wewe wakija kwako waziheshimu zako.